Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa radio television Ngyoku, ni kama mnavyotazama kwa muda kama huu, tuko hapa katika hospitali kuu ya Mikenge ambapo adui aliharibu kila kitu na kuteketeza vitu vyote vya hospitali ambavyo vilikuwa maeneo hapa. Na kwa muda kama na huu ni tutaongea na raia na kuweza kujua yale ambayo yanaendelea zaidi na kufanya sensibilisation ya wengine warudie popote ambapo wanakuja. Hebu tizama mahali hapa palipoharibiwa, kila kitu kimeharibiwa. Raia wapo wamekimbia, wadogo ndio wameanza kurudia sasa makazi zao. Kweni pamoja na television zenu ili mpate kujua yote ambayo yanaendelea. Karibu ni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku mahali popote mlipo. Hapo ni kwenye soko la Mikenge, wakati waandishi wengine na watangazaji wengine wako nyumbani kwao, radio television Ngyoku inajielekeza kwenye shamba la vita, na video zetu huwa wanaziiba na wao vile vile kusukuma kwenye mitandao yao. Tunawajulisha hapo ni kwenye soko la Mikenge. Eneo hii vitu vinapanda bei ya ajabu, maana chupa ndogo ya energy inauzikana kwa 3,000 na wengine 2,250 ya makongomani, na vitu vyote ni vya kupanda bei zaidi na zaidi. Tulizunguka eneo mbalimbali, mtafata video ya pili mahali ambapo peke yangu binafsi Amis Mwanuke ninaingia sokoni na kuuliza bei mbalimbali na kuelekea sehemu mbalimbali. Hizo ni samaki wanaita mikebuka, hapo ni ndagaa pamoja na kabuchungu. Na sehemu hii, wandugu wasikilizaji, ni mshangao mkubwa sana. Hao wanaojiita kwamba ni wakombozi, kumbe ni wezi, tena wanyang'anyi, tena sijui naweza kuwahesabu namna gani. Hizo ni sigara, alafu tije moja sigareti huko ni 1,000, yani 1000 francs tije moja sigareti, na huko kunakuwa 50, yani ile pake moja au paketi moja iko na 20,000 francs congolais kwenye mji wa Mikenge. Na hapo ni soko kabisa. Mnapoona hapo watu wanaendelea, wanajitoa, wafanyabiashara wanaendelea, na sehemu hii wanajeshi ni wengi kuliko raia. Raia moja wanaanza rudi, na wale ambao wanaunga pamoja na jeshi la serikali na wazalendo, maana sehemu hii inazingirwa na wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Furaha ni kwamba waraia walipoona jeshi la serikali na wazalendo walishuhudia kwamba wamekombolewa, lakini hao waliojidai kwamba ni wakombozi kumbe ni wezi mabeberu ambao walikuja kupora na kunyang'anya mali ya Kongo. Wandugu, ni mshangao, tena mshangao zaidi. Walipora mapikipiki zilikuwa za watu, eneo hili kanisa. Walichukua mabati zote zilizokuwa hapo na kupeleka kwao, hatujui ni nini, hospitali au hospitali ya Mikenge. Waliiba kila kitu kilichoonekana kwamba ni kitu, yani meza, kiti, dawa, yote walichukua, na yale ambao walishindwa wakaunguza. Ulizo langu, napenda niulize hawa wakongomani wanaotufuata, wanaokuwa nyuma ya Afsa Corneille Nangaa, wanaokuwa nyuma ya M23, wanaokuwa nyuma ya makundi ya Watusi, nyinyi mnasema hawa wanakuja kutukomboa. Hapo jijini Uvira waliiba na gudro ikaenda Rwanda. Sasa Mikenge ni village, ni kijiji ambacho kina wamasikini, tena wanapora na kuiba wamasikini. Ni mshangao mkubwa sana, wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Mtaona video yetu ya pili, mimi binafsi nikikanyaga kabisa sehemu mbalimbali ya Mikenge, kama vile shule, kama vile hospital, kama vile soko, makanisa na eneo mbalimbali, pamoja na sehemu naita antenne. Hapo tutawajulisha hali ya gisi hawa wa M23, Afsa Corneille Nangaa, Twirwaneho na wengine walipora na kuharibu mali ya raia, na waraia waliotegemea kuacha vitu. Hata majeshi hawa wa M23 waliingia nyumbani mwa raia na kuiba na kupora na kwenda na hivyo vitu.
mshangao mkubwa sana wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Tunasema kwamba watangazaji wengi sana wako nyumbani kwao, lakini sisi tunajitoa na kujitolea kuingia msituni, kuingia kwenye shamba la vita, kwenye mapambano. Nasi tuko huko pamoja na jeshi letu la serikali na wazalendo, tukitumika pamoja. Mheshimiwa Muri William Yakutumba pamoja na Mheshimiwa Rene Itongwa tuko na wao huko milimani, na wengine wanasemaka hawaendake kufro, ni wao wako eneo ya kwanza ya vita, na tunawajulisha kwamba Minembwe mzima iliisha zingirwa. Hiyo ni kweli, kuna baki ni sehemu ndogo tu, ili watu wapate kuhakikisha kwamba Minembwe imeisha chukuliwa. Tunasema asante. Like vipindi vyetu, tumia mwingine. Kuona ni haya sana hawa wanaojiita kwamba ni wakombozi kuiba na kupora mali ya raia. Ni ndugu Hamisi Mwanuke. Chao.